Wanasemaje habari yako ndugu yangu? Bana safi kabisa. Mambo mazuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo mazuri. Afya vipi, imezidi kutengemaa? Alhamdulillah, tunaendelea kutumia dawa. Tunakaa sawa. Sawa. Hii leo hatimaye jana umetoka kuzungumza, umegusia, lakini sasa ni rasmi kikosi kimerejea katika uwanja wa mazoezi. Pengine utupitishe tangu mara ya mwisho kuonekana uwanjani kwenye mchezo uliopita, mapumziko ya siku kadhaa hapo, na hii leo timu imerejea uwanjani. Wachezaji gani wamerudi, wachezaji gani hawajarudi, kwa nini hawajarudi, na hali za wachezaji, lakini pia hata kama kuna taarifa nyingine kutoka benchi la ufundi au eneo la madaktari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tarehe 1 ya mwezi wa 6 imefika, ambayo ni tarehe rasmi ya wachezaji kurejea katika uwanja wa mazoezi baada ya mapumziko ya wiki moja kutoka tarehe 24 mpaka tarehe 1, ambapo rasmi hii leo tunarejea tena katika viwanja vyetu vya mazoezi vya Mo Simba Arena kwa ajili ya kujiandaa na mechi 7 ambazo zimebakia, kwa maana ligi kuu ya NBC mechi 5 na kombe la shirikisho mechi 2 kwa maana nusu finali na finali, Mwenyezi Mungu akitujalia kufuzu. Kwa hiyo wachezaji wote ambao hawako kwenye majukumu ya timu za taifa wote wamewasili hapa kambini kwa ajili ya kuanza mazoezi. Kwa sasa itakuwa ni mazoezi na kurejea nyumbani. Baada ya muda tukikaribia mechi itakuwa ni mazoezi na kukaa kambini, lakini kwa sasa ni mazoezi na kwenda nyumbani mpaka pale ambapo ratiba itakapokuwa imesogea karibu zaidi. Na kilicho mbele yetu, mchezo wetu wa tarehe 14 dhidi ya Pamba Jiji ambao utachezea hapa Dar es Salaam katika uwanja KMC. Ni mechi ngumu hiyo. Muda wake ukifika tutaizungumzia kwa utuo. Na ukiangalia Tobi, tumeingia mazoezini leo tarehe 1 na mechi inayofuata ni tarehe 14, takriban wiki 2. Kwa nini tumeamua kuingia mazoezini mapema? Kwa sababu tarehe 14 tuna Pamba, mechi jiwe hiyo. Tarehe 17 tuna Mbeya City, mechi hatari hiyo. Tarehe 20 tuna Coast, nusu finali. Kwa hiyo ukiangalia hii ratiba tukasema hapana, hatuwezi kuendelea kuwapa wachezaji mapumziko wakati mbele tuna mlima mrefu wa kupanda. Wachezaji pumzikeni kwa muda wa wiki 1, kisha rejeeni katika uwanja wa mazoezi, tuanze maandalizi kuelekea safari yetu ngumu ya kuamua hatima yetu. Wachezaji wangapi wamerudi na wangapi hawajarudi, na pengine taarifa zao zikoje? Ambaye hawajarudi mpaka sasa ni wale ambao wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Mlinda mlango Mamadou Kasali Tanja yuko kwenye majukumu yake dhidi ya timu ya Niger, na wachezaji wengine ambao wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania. Lakini wengine wote ambao wamebaki wote wamesharejea kwa ajili ya kuendelea kuitumikia Simba yao. Kuna mchezaji pengine amerudi au yoyote mwenye changamoto ya majeraha? Tulimaliza mechi zetu tukiwa na wachezaji wote wako timamu, na nichukue nafasi hii vile kutoa taarifa ya Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Baada ya mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji alionekana akitoka uwanjani anachechemea. Ile kuchechemea ni yale maumivu ya kwenye mchezo ambayo yanatokana na intensity ya mechi, lakini hakuwa na jeraha la kumfanya aende kutibiwa ama apatiwe matibabu. Ni uchovu wa mwili ambao aliupata katika mchezo ule, ukijumlisha na kucheza mechi nyingi mfululizo. Kwa hiyo akawa anaondoka namna ile, lakini baada pale akaingia kwenye barafu akapumzika, yuko salama wa salmin. Sawa. Kwa kiujumla wachezaji wetu wote walirejea kambini, wale walikuwa kwenye timu taifa, si vizuri kugusia, lakini si mbaya, wako tayari na tumeanza matayarisho au maandalizi taratibu kuelekea mechi za kimashindano.
Wote wako tayari na imekuwa ni jambo jema. Tumepuliza parapanda la watu kurejea mazoezini na wote wamerejea kwa haraka, kwa sababu kwanza they are professional, lakini pili wanatambua kazi kubwa iliyo mbele yetu, lakini tatu kama haitoshi wanafahamu mechi 7 zilizosalia ndio mechi za maamuzi ya kuiweka taswira ya Simba kwenye muonekano wa kupendeza kwa mashabiki wake, kwa maana ya kupata ubingwa katika michuano ambayo tunashiriki hivi sasa. Kwa hiyo baada ya kusema jamani tunarudi, watu wote wakamaliza likizo yao, walioenda Afrika Kusini, walioenda Zambia, walioenda Kigoma, wote wakarejea Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi. Na ukiangalia leo ikiwa ni siku ya kwanza mazoezini, lakini bado wachezaji fitness yao iko juu, intensity yao iko juu. Maana yake ni kwamba hawakuwa na likizo ya kujilambwaza, walikuwa na likizo wakiamini ya kwamba na wakijua kwamba bado tuko mashindanoni, tujitunze, tutakaporejea tusianze kujitafuta upya. Sawa, hivi semaji tupitishe kidogo. Kuishi wiki nzima pasina kuiona Simba inafanya mazoezi, pasina kuiona Simba inacheza mchezo wa ligi kuu au mchezo wote wa kimashindano, kuna vitu vinapungua? Vinapungua vitu vingi sana. CD4 ya mwili inapungua, kwa maana kinga ya mwili inapungua, lakini binadamu ana kitu inaitwa chembe chembe hai nyeupe, white blood cell, zile na zenyewe vile vile zinapata shida. Ndio maana unaona wiki hii hapa hii tangu tarehe 24 watu wengi wamekumbwa na mafua ya hapa na pale, homa zinaingia na kutoka. Hiyo yote ni vitamin ya kutoiona Simba sababu Simba inakupa vitamin ukicheza. Sasa usipoiona Simba, ile vitamin inaondoka kwenye mwili wako na unakuwa rahisi kushambuliwa na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo ina athari kubwa sana. Lazima tukiri kwamba bali nakuja nimezima au umerusha kwa mguu. Umezimaje mwenyewe? Imepigwa kutoka mbali na Kante. Na nimezima imetulia, ni kama imetua kwenye maji au kwenye tope. Kaka. Nafasi ya nani? Kante. Mrudishie kwa nafasi unayo, mrudishie. Sasa kuna ile kibao hicho. Kibao Kante. Mambo ya Morris Abraham wale. Ukiuza samaki lazima uwajue na majina. Kaka, yani inakaa unashinda mahakamani hujui sheria, wewe utakuwa mtu wa hovyo sana. Kwa hiyo kusema kweli tunapata tabu sana Simba inapokuwa haichezi, na ukiangalia tumekaa muda mrefu toka tarehe 24, leo ndo walau kidogo tunapata ahueni baada ya mnyama kurejea katika uwanja wa mazoezi, na bado tuna siku nyingi vile vile za kuendelea kuteseka mpaka tarehe 14. Leo hii ni tarehe 1 mpaka tarehe 14 ni siku nyingi, lakini yote kwa yote tumerejea na tumeanza maandalizi kuelekea tarehe 14. Shukrani sana. Asante.